Naam, hujambo mtazamaji wa Mlimani TV, karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni jahara sehemu ya kwanza, kipengele kinachofuata baada ya kipengele cha kwanza cha yasemavyo magazeti. Mimi ndiye Ibrahim Mgaza, na kwa siku leo sitakuwa peke yangu hapa ndani kama ilivyo kawaida yetu ama desturi yetu. Tunakuwa na wageni mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, na siku ya leo tuko na Joel Temba ambaye ni afisa kutoka Dar es Salaam. Atakwenda kutuambia kinaga ubaga kipi ambacho kimemfanya tutembelee kwa siku ya leo. Imekuwa ni bahati kabisa ya kipekee, na tutazungumza kuelekea kampeni ya kuchangia damu katika ngazi ya vyuo. Kuna vyuo kadhaa hivi ambavyo vimeingia kwenye kampeni hii, ikiwa pia ni moja ya kuhakikisha kwamba damu inapatikana kwa wingi, ikiwa target ni kupata takriban uniti 500 ambazo za kwenda kuokoa maisha ya watu na kusaidia watu ambao wana uhitaji wa damu hizo, ambazo kimsingi zimekuwa zikihitajika sana, ila watu bado wamekuwa na uelewa mdogo namna gani wanaweza wakachangia damu. Watu wengine wamekuwa kiogopa, wamekuwa na mtazamo hasi. Yote atakwenda kukueleza hapa kinaga ubaga, na nikusihi tu kwamba wewe ambao unatufuatilia sasa hivi, ukitoka hapa kuna jambo ambalo utakuwa umelipata. Kama nilivyokuambia hapo awali, naitwa Ibrahim Mgaza, mgeni wangu kwa siku ya leo ni Joel Temba. Habari za wakati huu bwana? Salama kabisa. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu kama Dar es Salaam, kwa niaba ya wagonjwa tuko salama kabisa. Kwa niaba ya wagonjwa Dar es Salaam tuko salama, si ndio? Tuko salama. Sasa labda pengine kwa ufupi kidogo ungetufafanulia kidogo kuhusiana na hii kampeni, and then tutaendelea kujua mengi zaidi. Kwanza kabisa, ndugu mtangazaji na watazamaji wote wa Mlimani TV, asubuhi leo kama Dar es Salaam kanda ya Mashariki tumekuja na kampeni hii ya uchangiaji wa damu ndani ya vyuo vya mkoa wa Dar es Salaam, lakini tukilenga kabisa kuhakikisha ya kwamba vijana wanapata elimu hii ya umuhimu wa kuchangia damu, maana ndio muhimili mkubwa wa benki ya damu nchini, na kwamba vijana wengi ndio ambao wenye nguvu, vijana wengi ndio ambao tunawategemea ili kuhakikisha ya kwamba yale makundi ambayo yanahitaji damu kwenye hospitali zetu, ambayo ni mengi nitataja, basi yanaenda kupata tiba damu pindi ambapo damu inahitajika. Sasa labda pengine tumeshazoea kufahamu benki kama benki zinazotunza fedha. Labda benki ya damu salama ni kitu gani? Pengine watu wangependa kufahamu, hawafahamu jambo hili. Kweli kabisa mtangazaji, labda tu niweke wazi kwamba watu wengi sana wanashindwa kuitofautisha benki ya damu salama na benki zingine. Yako mabenki mengi, lakini kwa upande wa benki ya damu salama ni benki kama zilivyo benki zingine, lakini hii ni benki ambayo inajihusisha zaidi na uhai wa wanadamu, uhai wetu sisi sote. Kwa unapokuja pale makao makuu Ilala au kanda ya Mashariki au kwenye kanda zingine za benki ambayo ni benki ya damu, zote zinahusika zaidi na kupambania uhai wa wananchi, uhai wa Tanzania, uhai wa binadamu. Na kazi yetu kubwa sasa kama benki ya damu ni kwanza ni program. Niweke tu wazi. Benki ya damu ni programu ambayo inafanya kazi chini ya Wizara ya Afya kupitia idara ya tiba na dawa, lakini kwa kushirikiana kabisa kwa karibu na ofisi ya Rais TAMISEMI, ikiwa na majukumu kadha wa kadha. Jukumu la kwanza ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa jamii, kuhakikisha ya kwamba jamii inapata elimu juu ya umuhimu wa uchangiaji wa damu, jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuhamasisha jamii, jambo ili kuwa na hamasa kuchangia damu. Lakini jambo la tatu ni kukusanya damu kwa jamii au wananchi ambao wameguswa na ajenda hii ya uchangiaji wa damu. Na jambo lingine pia ni kuhakikisha ya kwamba damu ambazo zimekusanywa zinaenda kupimwa na kuthibitisha viwango na ubora wa damu hiyo kabla ya kumfikia yule mhitaji wa damu ambaye ana uhitaji damu katika kipindi hicho. Na jambo la mwisho kabisa pia ni kutengeneza mazao ya damu. Lakini tunasema mazao ya damu na maana gani? Tunaposema mazao ya damu, damu kama damu ni chembe mbalimbali. Kuna chembe nyekundu za damu, chembe sahani, lakini pia chembe nyeupe na kadhalika. Kwa hizi chembe unapomwona mgonjwa yuko hospitalini, labda amepata ajali au labda anahitaji huduma fulani ya damu, daktari anajua kwamba huyo mgonjwa anahitaji aina fulani ya chembe fulani. Kwa mfano, kuna mgonjwa ambaye hahitaji kabisa chembe nyekundu za damu, red blood cells. Anahitaji pengine chembe sahani peke yake, kulingana na kesi yake. Kwa wajibu wa damu salama nini katika maabara zetu au benki yetu ni kupima, kuchakata na kutengeneza mazao ya damu. Lakini wapo wagonjwa ambao wanahitaji kuwekewa damu nzima kama ilivyo, tunasema whole blood. Lakini kuna wengine ambao wanahitaji tu sehemu ya damu. Hapo unaposema sehemu ya damu, unajua niacha hoi kidogo hapo. Naposema sehemu ya damu, kwa maana damu inakuwa na chembe yale zaidi ya 3
achana makundi, kuna tofauti ya chembe chembe au mazao mbalimbali ndani ya damu, tunaita blood component. Component. We have 4 blood components ambazo nimesema: chembe chembe nyekundu za damu, chembe sahani, chembe nyeupe na chembe majimaji. Sasa kuna mgonjwa ambaye shida ya kesi yake inahitaji chembe chembe nyekundu za damu peke yake. Ndio. Na kuna mgonjwa ambaye kesi yake inahitaji chembe sahani au chembe kwenye zile component. Sasa wajibu wa benki ya damu, moja jukumu kubwa baada ya damu kufika maabara, kwenye maabara zetu ni pamoja na kuchakata na kupima sasa mazao mbalimbali ya damu, ili mgonjwa anapohitaji zao fulani apate kwa wakati. Na jukumu la mwisho la benki ya damu nchini ni pamoja na kuthibitisha ubora wa damu na mazao damu kabla ya kumfikia mgonjwa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba mgonjwa anapata damu salama na anayechangia pia anakuwa salama. Sasa pengine labda watu wanaohitaji hasa damu hii ni watu wa namna gani? Ni swali zuri sana ndugu mtangazaji. Kwa niaba ya benki ya damu salama kanda ya Mashariki, napenda watazamaji wafahamu ya kwamba kwanza benki ya damu tuna deal na wahitaji wakubwa ambao ni pamoja na makundi kama 5 makubwa zaidi. Kundi la kwanza kitakwimu ni pamoja na kundi la mama mjamzito wakati wa kujifungua. Hili ni kundi ambalo lina mahitaji makubwa ya damu nchini. Kwa makusanyo ya damu kitakwimu, kwa mfano nchi nzima, kundi hili linachukua 34% ya makusanyo ya damu yanakusanywa nchi nzima kila mwaka. Kundi la pili ni kundi la watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 5. Pengine kuna 0 hadi 5. Kwa hiyo kipindi ambapo wanaugua kama anemia, upungufu wa damu, malaria kali, ni kundi ambalo pia linahitaji hii tiba damu, na kitakwimu ni 19%. Ndio. Kundi la tatu ni kundi la wagonjwa wa saratani. Ndio. Saratani aina zote. Kila pale Ocean Road, taasisi ya Ocean Road pale, bila damu sio taasisi, haiwezi kaenda. Kwa hiyo ni zaidi ya 25.8. Ndio. Ya makusanyo ya damu nchi nzima. Unapokuja kwenye kundi la lingine, ni kundi la upasuaji ambalo linachukua 13.9. Kundi lingine ni kundi la wagonjwa wenye VVU, maambukizi ya nini? Virusi vya ukimwi, ambao tunasema ni 3.4 ya damu ambazo zinakusanywa nchi nzima. Lakini kundi lingine ni kundi la wanga nini? Wa ajali. Kila pale Moi pale, tasema mwili Moi, wahitaji ya damu kwenye ajali ni wengi sana, 4.5 pamoja na makundi mengine. Kundi la upasuaji nimesema ni 19.9, ambao kwa mfano upasuaji mmoja wa moyo pale JKCI unachukua kuanzia chupa 8 mpaka 12 za damu kulingana na kesi ya mgonjwa. Kwa hiyo itoshe kusema ya kwamba tuna benki ya damu salama, tunapambana usiku na mchana. Lengo ni kuhakikisha ya kwamba makundi ambayo nimeyataja yanaenda kupata tiba ya damu kwa wakati. Na itoshe kusema katika Tanzania kitaifa na kimataifa hatuna kiwanda chochote kinachozalisha damu nje ya mwili wa binadamu. Hatuna chanzo kingine chochote kinachoweza kuzalisha damu nje nini? Mwili wa binadamu. Makusanyo ya damu kwa sasa kitaifa kama nchi ni wastani wa kukusanya chupa 590,000. Lakini tunamshukuru Mungu kwa hii miaka 4 sasa ambayo tunaelekea, tunasema miaka 4 ya mafanikio, tumeweza kukusanya wastani wa chupa 475,000. Sasa unapohusanisha na kampeni hii, kwa nini mkoa wa Dar es Salaam pengine? Unaweza kusema kwa nini mkoa wa Dar es Salaam na sio mkoa mwingine? Kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa ambao una mahitaji makubwa ya damu. Kwanza kanda ya Mashariki inajumuisha mikoa gani na gani? Kanda ya Mashariki ni moja ya kanda ya damu salama ambayo inajumuisha mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Pwani. Tulikuwa pia na mkoa wa Dodoma, lakini kwa sasa tayari wamejitenga, wamekuwa kanda ya kati ambayo inahusisha Dodoma pamoja na Singida na kadhalika. Kwa hiyo kwa mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa ambao una mahitaji ni miongoni mwa mikoa ya Tanzania ambayo ina mahitaji makubwa ya damu. Sawa, nitarudi kwako. Ambayo unatufuatilia kwa hivi sasa ni Mlimani leo asubuhi, kipengele cha Jahara, na leo niko na Joel Temba, afisa kutokea Damu Salama, ambaye tuko naye tunazungumza mengi kuhusiana na kuelekea kampeni ya uchangiaji damu katika ngazi ya vyuo. Mimi ni Ibrahim Mgaza, tafadhali usiondoke na usibanduke hapo, bado tunaendelea na mjadala wetu. Labda pengine kwa nini sasa vijana na sio watu wengine? Kama alivyosema hapo awali kwamba kundi la vijana ni kundi ambalo tunalitegemea sana, na ndio maana
kwa kujibu hili swali naweza nikasema kwamba moja ya sifa ya uchangiaji wa damu kwenye vigezo vyetu tunasema ya kwamba ni kuanzia miaka 18 mpaka 65. 60 si mzee huyo sasa. Yani 65 ndio mwisho kuchangia damu. Tena kwa mwanaume, kwa mwanamke ni 62, 63. Kwa nini? Kundi la vijana ni kundi ambalo sasa hata zile cells, yale mazao ya damu ndani ya mwili yanazalishwa kwa wingi, bado anakuwa na nguvu. Ni kundi ambalo yale magonjwa ya sugu yasiyo kuambukiza kama pressure, sukari, saratani, maradhi ya moyo yanakuwa bado hayajaanza kuwashambulia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo muhimili mkubwa wa benki ya damu nchini ni kundi hili la vijana, na ndio maana tumejikita zaidi kwa jamii nzima, lakini kwa vijana hususan sekondari, vyuo na kadhalika. Lakini kila mmoja mwenye sifa anaruhusiwa kuchangia damu. Lakini kwa kampeni hii tumedili zaidi na vijana wa vyuo vya kati na vikuu mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia pamoja na jamii ambayo inaizunguka vyuo. Pengine kwa makadirio tu, mwili wa binadamu unakadiriwa kuwa na takriban lita kuanzia 5, 4, inategemeana na mpaka 7 ndio. Mpaka 7. Mwingine mtu anajiuliza, kweli mimi nikatoa damu pengine sitaisha kwenye mwili wangu. Labda pengine kiasi gani hasa cha damu kinatolewa kwa ajili ya kwa ajili ya kuchangia? Nataka nihakikishie Tanzania wote wanaotazama Mlimani Leo TV kwamba kama ndani ya mwili wa binadamu ambaye ameshakuwa na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, ana wastani kuwa na damu kuanzia lita 5 mpaka 7. Na kiwango ambacho kinahitajika ambacho unaweza kuchangia kitaalamu ni milimita 450. Yani pungufu ya chupa moja ya nini? Ya soda. Chupa moja ya soda. Pungufu ya chupa moja ya nini? Ya soda, kitaalamu milimita 450. Na haijafika hata nusu lita. Na kiwango hicho cha kuchangia damu au mchangiaji pengine labda tukiwa tunaelekea kuhitimisha, muda kidogo umetutupa mkono. Labda sasa wito wako sasa ni upi hasa kwa jamii ya vijana na wale wote wenye sifa sasa ya kuchangia pengine? Kwa niaba ya Benki ya Damu Kanda Mashariki, wito wangu kwa vijana na wahamasisha vijana kwanza kabisa kujua ya kwamba wao ni taifa la leo na sio kesho. Wapate elimu hii, lakini pia waweze kuondokana na hofu na imani potofu juu ya dhana ya uchangiaji wa damu. Wakatambua ya kwamba kuchangia damu hakuna madhara yoyote. Kuchangia damu ni afya. Kuchangia damu ni ibada. Kuchangia damu unapata thawabu. Na unapochangia damu hauwezi ukapungua kwa sababu upunguzi chochote. Na wastani wa mwili wake ajue kwamba wastani wa mwili wake kwa mwanaume ni kuwa na damu kuanzia 12.5 mpaka 18. Kwa mwanamke 12.5 mpaka 16. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana wote nchini, hususan kwenye vyuo vikuu na vya kati, kuwa na utamaduni wa kuchangia damu mara kwa mara, kwani hakuna mbadala wa damu zaidi wa damu zaidi ya damu. Dawa zingine utanunua kwenye masoko, kwenye pharmacy na kadhalika, ni damu na damu ni bure, hainunuliwi. Lakini kwa wadau wetu pia nawapongezeni kama vyombo vya habari, kama Mlimani TV, tunawapongeza sana. Mmekuwa chachu ya kufikisha elimu ya benki ya damu nchini kama mabenki mengine kwa jamii. Kwa wadau kama Halotel na makampuni mengine ambao ni wadau wetu, pia tunawashukuru. Wako wengi ambao wanarudisha kwa jamii kupitia katika mpango huu wa kutekeleza afua mbalimbali za serikali kupitia wizara mbalimbali, hususan kwenye ile eneo la uchangiaji wa damu nchini. Unit 500 zinahitajika. Unit chupa 500 zinahitajika kwa kipindi hichi. Labda pengine kuna jambo ambalo katika mazungumzo yetu hatukulizungumza, pengine unatamani kuambia watazamaji wanaotufuatilia kwa hivi sasa? Natamani kuambia kwamba wasikose kuja kuchangia damu kwenye hivyo vyuo ambao naweza nikavitaji kwa uchache, labda kama chuo cha Excellent College, chuo cha afya na shirikishi. Kiko wapi? Excellent kiko Boko, maeneo ya Kinondoni, na kitaungana na chuo cha campus ya Kibaha. Zaidi ya wanafunzi 2500 pamoja na jamii nzima watashiriki siku kuchangia damu, siku uzinduzi, na mgeni rasmi wa tukio hili atakuwa ni mkuu wa wilaya ya Kinondoni, ndiye atakayezindua kampeni hizi rasmi nchini kwenye mkoa, ili kwenda kwenye vyuo vingine kama chuo cha DMY, chuo cha Babaria pale Posta, chuo cha Noble College cha afya pale Tabata, chuo cha uhasibu pale Temeke, TIA pale Temeke, lakini chuo cha St David hapo Kimara Korogwe. Kwa hiyo lakini vile vile watambue
wewe mwenyewe Ibrahim Mgaza, hata kama una sifa kuwa balozi, kuhamasisha, lakini pia unaweza ukafika, maana makampuni mbalimbali ya tiba afya yatashiriki siku hiyo kutoa huduma ya upimaji wa afya bure kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa issue ya kinywa na meno, macho, sukari, shinikizo la damu, pamoja na kupima vinasaba, yani single cell screening. Nikushukuru sana ndugu yangu kwa kujumuika na sisi kwa asubuhi ya leo. Mtazamaji ambaye ulikuwa unatufuatilia sasa hivi kupitia Mlimani leo asubuhi, kipengele cha Jahara, nilikuwa na Joel Temba ambaye ni afisa uhamasishaji benki ya Damu Salama kanda ya Mashariki. Umemsikia hapa na matumaini yangu kwamba utaendelea kuchangia. Tunasema changia damu okoa, changia damu okoa maisha. Usalama wa mama na mtoto wakati wa kujifungua ni jukumu letu sote. Sawa, mpaka kufikia hapa sisi hatuna la ziada, tukutane tena siku ya kesho panapo majaliwa. Mimi ni Ibrahim Mgaza, alikuwa hapa Joel Temba, afisa wa uhamasishaji kutoka benki ya Damu Salama. Kwaheri na uwe na usikivu mwema. Kwa niaba yote asante.